Kianza na Sheikh Ndauga, fursa ni ya kwako hivi sasa. Tueleze Sheikh wetu, mafundisho ya Uislamu yanatueleza nini kuhusu amani katika kipindi cha uchaguzi? Tunafahamu ya kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 29. Sasa mafundisho ya Uislamu kwa kipindi tulichokuwa nacho hivi sasa, tunafahamu kwamba vyama mbalimbali vipo katika kampeni kuhakikisha ya kwamba wanaeleza sera zao ili mwananchi achague kiongozi anayemtaka kutokana na sera za vyama hivyo. Sasa kwa kipindi hiki mafundisho ya Uislamu yanatueleza nini hasa kwa muktadha wa amani katika kipindi hiki? Karibu Sheikh Ndauga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ba'd. Kwanza kwa kuzingatia muda tuliopewa ni mchache kidogo, lakini kubwa zaidi nitoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu wetu kufanya hivyo, lakini vile vile shukrani kwa walioandaa kongamano hili, na pia shukrani kwa mwelekezaji wa hao tunaozungumza katika hadhira hii. Swali limeelezwa moja kwa moja kwamba ni nini cha kufanya, kuangalia namna gani ya kweli Uislamu unatuelekeza vipi katika swala zima la kuelekea au kwa uchaguzi ambao uko mbele yetu. Uislamu unatuelekeza nini kuhusu amani? Unatuelekeza nini kuhusu amani? Unatuelekeza nini kuhusu amani? Swali zuri sana, kwa sababu tumeambiwa kwamba Uislamu, nitumie dakika mbili haraka nizungumze kwa wale ambao wanaosoma sera ya Uislamu, sira ya Uislamu watafahamu, kwa sababu sina muda wa kusherehesha zaidi. Uislamu tutaangalia Qur'ani, Uislamu tunaangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati bado ni mdogo, kuna tukio alishuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio hilo akaja akalieleza baada ya kuwa ni mtume. Hiyo itakuwa ni msingi wangu mkubwa sana, wa labda mtanielewa kile ambacho ninachokusudia katika kwamba Uislamu unaelekeza nini katika kuelekea ama kuhusu amani. Ni tukio la haraka sana kwamba ilitokea dhulma iliyofanyika pale Makka. Kadhulumiwa mgeni baada ya kudhulumiwa na mtu ambaye ni maarufu sana katika mji ule, As bin Wa'il. Mtu yule kahangaika, kaenda katika kila sehemu, wote walikuwa wanashindwa kumvaa huyo bwana ambaye ni dhalim kutokana na nafasi yake ilivyokuwa. Kilichotokea, yule bwana baada ya kuzidiwa, alichokifanya alipanda katika mlima wa Jabal ibn Abi Qubais. Yule bwana akaanza kuzungumza kwa njia ya ushairi, akieleza tatizo alilopata la kudhulumiwa, na vile vile alikuwa anawaeleza watu wenye utu na watu wenye kupenda amani na usawa na uadilifu waweze kumsikiliza. Kweli kwa wito wake ule kilifanyika jambo muhimu sana ambalo ni wasani hilful fudhul. Walikutana kwa haraka matumbo ya Quraishi mahala katika nyumba bwana mmoja Abdullah bin Jadaan, wakajadiliana na wakakubaliana na wakaweka chaguzi na utaratibu maalum wa kufanya ili mambo yawe sawasawa na amani ipatikane katika mji wao wa Makka. Walichokubaliana kile na kwamba isitokee vurugu au chochote ambacho kitaharibu amani katika mji huu wa Makka, wakakubaliana. Tukio hili Mtume baada ya kuwa ni Mtume sallallahu alilieleza kwamba mimi nilihudhuria jambo kadha kwa wazee wangu, na jambo hili kama nitaitwa tena katika hali hii ya Uislamu, nikaitwa kuhudhuria kikazi cha mfano huo, basi mimi nitajibu. Hii maana yake ni kuonyesha ni jinsi gani Uislamu unatuelekeza katika mambo ambayo yanaelekeza kuwa na salama, kuwa na haki, kuwa na amani na kuwa ni mazuri. Hii nadhani inatosha sana kwamba ni ushahidi mzuri sana wa kwamba nini Uislamu unaelekeza katika amani. Lile tukio lilikuwa ni tukio la vurugu, ni tukio baya, lakini Mtume alilisifu kwa sababu ni tukio lilikuwa linakuja kutengeneza kitu ambacho kinahitajika na kinapendwa na watu wote, kama alivyosema ndugu yangu Sheikh Uthman Khamisi, ambapo ni amani na utulivu. Sasa tukichukua kisa hichi na tukakiunganisha katika uchaguzi,
ni kwamba sisi tunahitaji uchaguzi. Ni njia moja ambayo haki na taratibu na utulivu na hiyo amani katika sehemu na jamii yoyote inayokaa pale, ili kuendesha mambo yao, njia ambayo ya kwenda ni watu kuweka taratibu. Hakuna vurugu kwamba kila mmoja awe kiongozi. Uislamu unakataza namna hiyo. Uislamu unataka mkiwa wawili, mmoja lazima awe kiongozi. Mnampata vipi? Kuna njia nyingi, na njia kubwa zaidi hata Mtume aliitumia ni njia ya kupiga kura. Mtume alikuwa anapiga kura ili kufikia maamuzi ya kitu fulani. Hata wake zake, tunasafiri kwenda mahala, anapiga kura, ikimdondokea anaondoka naye alipiwa kura. Sasa leo ni mfano huo Uislamu unatueleza tunataka tupate kiongozi. Maana yake ni kwamba sisi tutapiga kura ili tumchague huyo ambaye tutakayemchagua. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ili kufanya hivyo ndio tuwe na taratibu ambazo zitasimika hiyo amani, zitaleta huo utulivu, na yote tunayotarajia sasa tunataraji yatapatikana katika sura ambayo ni sahihi. Hilo ni muhimu sana, lazima iwe namna hiyo. Lakini jambo lingine katika mambo ambayo Uislamu unatuhimiza kwenda huko, inataka utii. Ni lazima utii upatikane, kwa sababu utii ndio kitu pekee ambacho kinachosaidia katika watu kuendesha mambo yao, ni utii. Na utii katika chaguzi, katika mambo mbalimbali, ni zile kanuni zilizopo na zimewekwa kanuni zile. Kufuata kanuni ambazo sote tunazifahamu na tukatii kanuni zile na tukaenda kwa mujibu wa kanuni ile, basi maana yake ni kwamba Uislamu unatuelekeza vizuri kabisa katika kutii kanuni na taratibu ambazo haziharamishi halali wala hazihalalishi haramu. Kuzitii kanuni zile maana yake ni njia nzuri ya kupelekea amani katika huo safari ya huo uchaguzi. Lakini baada ya kufahamu utii, vile ni masala ya kuwa na moyo wa ndani sasa wa kuchukia fujo. Lazima kitu kibaya kichukiwe. Halafu na kingine ni kusaidiana na kuelezana usiku na mchana katika jambo ambalo tunaamini ni zuri, na ndio hiyo amani. Wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Saidianeni katika mambo mazuri ya uchamungu na wema, na msisaidiane katika madhambi na uadui. Sasa tunafahamu chochote ambacho kitafanya utulivu usipatikane, maana yake ndio uadui na madhambi. Uislamu unatukataza namna hiyo. Na vile vile kusaidiana katika jambo ambalo litaleta utulivu na amani, maana yake Uislamu unasema saidianeni katika hilo. Nadhani kwa haraka na muda huu umetupa mdogo sana, hatujachambua nasu ile, hatujafanya tahalili na nini, lakini nakurejeshea inshallah. Asante sana Sheikh Ndauga. Naam, takbir. Asante Sheikh Ndauga. Sehemu yetu hii ya pili umetuanzishia vema kabisa. Sina shaka msingi wa mazungumzo yako unahusu utulivu, utii na kufata kanuni, lakini kile ambacho ni kibaya basi kichukiwe, na vurugu, mapigano ni kitu kibaya. Sina shaka vitakuwa ni vyenye kuchukiwa kwa mujibu wa mashekhe wetu ambao ndio viongozi wetu, basi tunatakiwa kuwafanya.